Moja kati ya malengo makubwa hapa ni kupunguza umasikini. Wafanyabiashara 70% katika kufanikisha dira hii hapa. Mnadhani kwanza mnadhani uwezo huo upo na mnauweza? Maana nyinyi ndio ambao mnawasimamia hawa wafanyabiashara. Shukrani. Tunaanza na nani? Na Riziki au na Riziki? Haya, sawa. Haya, tuanze na wewe. Sisi kama jumuiya ya wafanyabiashara mkoa wa Dar es Salaam, kwanza ni wafanyabiashara wa kimataifa. Na katika dira hii kimsingi sisi tumepewa nafasi kubwa, kwa sababu ili nchi yote ikue lazima wafanyabiashara waweze kuwa superpower. Sasa kwenye hii dira kuna vitu vingi ambavyo sisi tumeshiriki moja kwa moja, kwa maana ya hata kuishauri serikali namna ambavyo tunahitaji tukue kibiashara, kwa sababu 2050 tunatarajia kuwa raia zaidi ya 118 milioni. Yes. Lakini hatujajua sisi kwenye ule mfumo wa dira tutakuwa tuna uwezo kwa kiwango gani, kwa maana ya serikali kutusaidia. Kwa sababu ili tuweze kuwa kiuchumi, kimsingi lazima serikali tusaidie, pamoja na kuwa na mabadiliko ya sheria. Lakini sheria yetu iko wazi, wageni wana nafasi kubwa ya kufanya biashara nchini kuliko wazawa. Sasa tuna mashaka namna ya kufikia hii dira, yale malengo halisi 2050, namna tutakavyokuwa na uwezo mzuri wa kimaisha. Kwa sasa serikali pia itakuwa kuliangalia hilo. Sababu biashara inavyokuwa ni kwamba, cha kwanza sisi tuna imani wafanyabiashara ndio wana uwezo wa kujenga Tanzania na sio wageni. Kwenye hii dira kuna viashiria baadhi wageni wanapata nafasi kubwa ya kufanya biashara kwenye nchi ambayo sio yao na sio kwa kufuata taratibu. Na mamlaka za kiserikali tumeshauri, kwa sababu sasa hivi kuna mabadiliko ya kisheria ambayo yapo hivi sasa nchini. Tumekuwa tuna malalamiko, tuna ushauri kwa muda mrefu sana. Wafanyabiashara ambao wanafanya biashara wapate kipaumbele, sheria za kikodi zirekebishwe, kuwe kuna haki sawa katika kodi, ili watu waweze kufanya biashara kwa uhuru, kwa amani na kwa utulivu. Lakini kwa muda mrefu sasa sheria zetu pamoja na kuwepo hazitekelezwi vile ambavyo inatakiwa. Labda nitoe mfano. Umeweza kuona kwa muda mrefu sana kuna wageni wanakutoka nje za nje wanakuja kufanya biashara za uchuzi. Yes, usitaje taifa. Sawa. Sisi kwenye zile nchi wakati tunataka kwenda kufanya zile biashara ndogo ndogo haiwezekani. Wanatuambia biashara zinazotakiwa ni heavy, viwanda. Sasa kwenye budget ya serikali 2026-2027 Jumuiya ya Biashara Tanzania imepata ridhaa ya kupeleka maoni bungeni, na sheria imepita kwa asilimia kubwa kwamba wazawa tupewe kipaumbele katika kufanya shughuli ambazo tunaweza. Asante Riziki, tutaendelea. Nataka tutoe kwanza tulipe bill kwa NBC Bank Tanzania. NBC Bank bwana wanasema kumepambazuka, kumekucha. Wanajua wewe mfanyabiashara mdogo kabisa, mfanyabiashara wa kati na mfanyabiashara mkubwa, kwamba una ndoto ya kufika mbali zaidi. Lakini pia wanafahamu kuna mfanyakazi wa sekta binafsi na sekta ya umma kama mimi na wewe ambaye sasa hivi tunasikiliza hapa. Lakini NBC Bank wanakuambia wao ni zaidi ya akaunti ya benki. Ukiwa na NBC Bank unaweza kutuma na kupokea pesa kutoka ndani na nje ya Tanzania bila makato makubwa ya hivyo. Yaani hakuna makato yale ambayo mpaka utalia na kusaga meno. Lakini pia ukiwa na NBC Bank account bwana, unaweza kupata mkopo wako binafsi ama mkopo wa biashara. Mkopo binafsi tumeona masharti sio magumu sana, na hata mkopo wa biashara na wenyewe masharti sio magumu sana. NBC Bank hawana kipengele ujinacho wewe. Lakini pia ukiwa na NBC Bank account unaweza kuwekeza kwenye soko la hisa, na uzuri ni kwamba NBC bwana watakupa elimu ya kuwekeza kwenye soko la hisa, uendi tu kuwekeza. Lakini pia ukiwa na NBC Bank bwana unaweza kufanya uwekezaji na watakushauri namna sahihi ya kufanya uwekezaji wako. Lakini ukiwa na NBC Bank unaweza kutoa pesa kokote kule duniani. Umeelewa? Unaweza kulipa bili zako, iwe bili za maji, bili za umeme, unaenda kwenda supermarket kununua vitu, kufanya manunuzi yako mengineyo yote.
NBC Bank wanasema wao ndo familia yako, wao wanajua unakotoka, wao wanajua unakokwenda na wanakuona mbali zaidi. Cha kufanya sasa hivi, amka hapo, jiandae, nenda kwenye tawi lolote lile la NBC Bank, nenda waambie nimekuja kufungua account. Na kama ni mfanyabiashara, ukiwa na lipa namba ya NBC Bank utanishukuru baadaye, faida lukuki ambazo utakutana nazo. Kwa hiyo sasa hivi fanya maamuzi kwa ajili ya kuweza kupata huduma bora na za kisasa zaidi kutoka NBC Bank Tanzania. Tuko na Riziki, yeye ni katibu wa jumuiya ya wafanyabiashara mkoa wa Dar es Salaam. Tuko na Henry, yeye ni msemaji wa wafanyabiashara Kariakoo. Riziki, ulikuwa unaendelea hapo. Kwa hiyo sasa sisi jumuiya, lengo kubwa ni tufanye biashara kwa kupata faida, na ikiwezekana tuwe wafanyabiashara wa kimataifa kutoka hapa kwetu. Kwa sasa matajiri wengi ambao tunao mkoa wa Dar es Salaam ni matajiri wa kigeni. Kwa tunahitaji sisi wenyewe tuwe na uwezo mkubwa wa kibiashara na biashara zifanywe na wenyewe. Na moja ya vitu ambavyo tumeishauri serikali katika dira hii, hizi sheria ambazo zimeshapita kwa ajili ya kulinda wazawa kwanza zitekelezwe. Kwa sababu hapo awali umeweza kuona tumekuwa tuna malalamiko kwa kiwango kikubwa kwamba shughuli zile ambazo wazawa tuna uwezo wa kufanya tufanye. Sasa sheria imepita, sisi tupewe nafasi tufanye zile biashara ambazo tunaziweza, lakini sasa mamlaka nazo bado hazijatekeleza. Yani kuna mkoa wa Dar es Salaam kuna watu wanafanya biashara kwa kuvunja sheria, lakini mamlaka ziko kimya. Riziki, unaweza kuna mtu ambaye anakusikiliza na anatamani kuelewa kidogo, unaposema sheria ambazo zimepitishwa za kulinda wazawa ni zipi ama ni katika maeneo yapi? Unaweza kutupitisha kwa haraka? Okay, kwanza mgeni sheria inamtaka afanye biashara zile ambazo kimsingi laise kuwa kama na viwanda. Kuna biashara za mitaji mikubwa, yani kuwa kwenye uzalishaji, sio kununua bidhaa kutoka mataifa ya nje na kuleta hapa kuuza. Huyo ndo mgeni anatakiwa kufanya. Yes, lakini sio kuwa na kiwanda tu. Kuna baadhi ya viwanda upaswi kuwa navyo, viwanda heavy, viwanda vya aluminium, viwanda vya matairi, viwanda vya magari, sio hivi viwanda vya kutengeneza njiti za viberiti. Sasa mamlaka zimepata hiyo superpower. Lakini pamoja na hiyo sheria kupita mwaka huu 2026 2027 bado haijaanza kutekelezwa. Kitu ambacho kinatupa mashaka namna kutekeleza hii dira ya 2050. Ugumu unakuwa wapi kwenye kutekeleza usimamizi wa sheria? Nafikiri ni swala la mamlaka kuamua. Sasa tuangazie, umesema hapa kuna wageni wengi ambao wanakuja wanafanya biashara zile ambazo hazitakiwi kufanywa na raia wa kigeni, lakini wazawa wamekuwa ndio wanatakiwa kuzifanya. Mnadhani wazawa mnakuwa wapi mpaka wageni wanapewa nafasi ya kufanya biashara ambazo nyinyi mnatakiwa kuzifanya? Je, hamna uwezo wa kufanya hizo biashara ama kuna kitu gani ambacho nyinyi mnaona kinafanyika? Kwanza kitu kinachotufanya sisi tukwame, sisi tumepata watendaji wa serikali ambao wanashindwa kutekeleza sheria ambayo ipo kwa mujibu wa nchi. Na unajua sisi wafanyabiashara hatuna dola. Kama sheria inatutaka sisi wazawa ndo tufanye hizi shughuli na sheria ipo na mamlaka za kiserikali zipo, zinampa mgeni anayevunja sheria kufanya biashara. Sasa haya tunashauri kwamba kimsingi serikali ndio inatakiwa kuamua, kwa sababu haiwezekani leo katika nchi mgeni anapata kipaumbele cha kuvunja sheria, kwa sababu kinachofanyika kwa hivi sasa wageni wanavunja sheria. Yani sisi wazawa tunatekeleza sheria na tunafanya biashara kwa mujibu wa sheria. Inawezekanaje mgeni anakuja nchini anafanya biashara bila kufuata taratibu? Lakini muda huo lakini ukifanya ukiingia kwenye yale maduka unakuta wana vibali, wana license pale, wana nini hivyo. Sheria imesema ili mgeni afanye shughuli hapa lazima aonane na kituo cha uwekezaji. Na haruhusiwi kwa kila shughuli. Yani kuna shughuli ambazo wanaruhusiwa. Biashara kubwa za uzalishaji, viwanda. Nimetoa mfano. Sisi hatuna uwezo wa kutengeneza matairi ya magari. Hatuna uwezo wa kuona viwanda vya aluminium. Mgeni akija hapa na hivyo viwanda anaruhusiwa. Wanaonunua bidhaa kutoka China ambazo zimeshatengenezwa, zimeshafanywa finishing, kuleta kuuza katika soko la Dar es Salaam au Tanzania nzima hawaruhusiwi. Kwa hiyo ukimkuta mtu anafanya biashara ya kuingiza bidhaa ambazo zimeshakamilika, maana yake huyo anavunja sheria. Kwa hiyo kwa ufupi kwamba raia wa kigeni anapaswa kuwa mwekezaji
Yes. Ndio tena Yes. Sio mwekezaji mdogo, mwekezaji mkubwa. Yes. Lakini sio mfanyabiashara kama ambavyo tunaona sasa hivi imekuwa kama kila kona tukipita tunakutana nao. Si ndio? Yes. Henry, kwako, unadhani nini kifanyike sasa ili kama Tanzania hii dira ya 2050 iweze kufanikiwa na kuweza kupata nguvu zaidi nyinyi kama watu wa sekta binafsi? Nashukuru. Kama ulivyosema, naitwa Henry Kanje, ni msemaji wa Jumuiya ya Wafanyabiashara Kariakoo. Nimekuwa nikifuatilia mwenendo au namna tunavyochakata taarifa zetu za dira kuelekea 2050. Of course umeongelea shabaha karibu 20, umeongelea misingi kama 6. Na ninafikiri kama nchi, kama wadau wa sekta binafsi, kama nchi kwa ujumla, kuna eneo moja ambalo limetajwa ambalo ni la msingi sana. Tumezungumzia rasilimali watu. Na kwenye eneo la rasilimali watu ningependa nijenge hoja zangu katika maeneo matatu. Kwanza, kwenye upande wa leadership, ni ukweli usiopingika kwamba ni ukweli usiopingika kwamba tuna changamoto kwenye eneo la leadership, kwa maana ya kwamba watu kwenye taasisi mbalimbali, iwe ni katika uwanja wa kisiasa, iwe ni katika taasisi nyingi za serikali na za umma, ukweli ni kwamba bado wa viongozi hawana uwezo wa kufanya maamuzi kwenye ngazi zao. Nafikiri ninyi ni mashahidi, angalau katika kila taasisi tunaokwenda utaona kwamba watu wanakimbia challenge au watu wanachukua matatizo wanayapandisha ngazi. Sasa kitendo cha kuchukua matatizo na kuyapandisha ngazi maana yake ni kwamba hatuwezi tukafikia hatutakuwa na uwezo wa kufikia malengo. Ili dira ya 2050 iweze kufanikiwa kwenye eneo la leadership na rasilimali watu, kwenye tasnia ya uongozi, ni lazima tuhakikishe tunawajengea watu uwezo wa kufanya maamuzi kwenye level yao. Kama ni level ipo kwenye level ya diwani, ahakikishe ametatua changamoto na amemaliza. Kama ni level ya mtendaji wa kata, ahakikishe sio anarekodi matatizo na kumpelekea fulani. Matatizo anatakiwa awe na power ya kumake decision. Sheria kama inamtaka awe na uwezo wa kufanya maamuzi, awe na uwezo wa kufanya maamuzi, na viongozi wake wa juu wawe comfortable na yale maamuzi yaliyofanyika. Sasa kinachofanyika sasa hivi ni kwamba kila mtu ndani ya mfumo anasikilizia, anaogopa, kila mtu analinda salary yake. Kila mtu ile perception. Mtu anasema kwamba nikifanya maamuzi hapa bosi wangu atajisikiaje, au wa chini atajisikiaje, au wa juu atajisikiaje. Katika mataifa yaliyoendelea, moja kati ya mataifa ambayo tunatembelea sana, Uchina, kila mtu kwenye nafasi yake yupo comfortable kufanya maamuzi na maamuzi yakaheshimika. Sasa kinachofanyika sasa hivi ndani ya maeneo mengi, maamuzi yanayofanyika, anakuja kiongozi wa juu anakuwa hayupo comfortable na yale maamuzi. Kwa hiyo tuangalie misingi ya kisheria, tuangalie nafasi za kufanya maamuzi. Tusipokuwa na uwezo wa kumake decision kwenye every stage, kila mmoja kwa nafasi yake, tutazungumza 2050 tutakutana tena hapa. Tutazungumzia tena mambo mengine. Lakini swala la pili ni mindset. Sisi wa Tanzania na Afrika kwa ujumla, wafanyakazi wale upande wa pili wa serikali, nini mtizamo wao kuhusiana na sekta binafsi? Mfanyakazi mmoja wana mtizamo gani? Nafikiri juzi kwenye mkutano mkuu wa Young Africans, rais wa klabu ya Yanga anasemaje? Wametumia miaka 3 kutafuta title. Mimi Kanja ambaye ni mwekezaji mdogo najiuliza, kama Young Africans ametumia miaka 3 kutafuta title, mimi nitatumia miaka mingapi kupata title? Kama una resources kidogo obvious itakuchukua muda mrefu zaidi. Itachukua miaka 10. Kama natakiwa ni set kiwanda juu ya ile ardhi, kama natakiwa whatever ni matofali, whatever ni hoteli, hauwezi kujenga, hauwezi kufanya hizo investment kama hauna title. Hauwezi kupeleka umeme, hauwezi kupeleka maji, hautadhubutu kupeleka hivyo vitu kwenye eneo ambalo hauna uhakika kesho itakuwaje. Kwa hii inanifikirisha kwamba kuelekea 2050, wanafunzi walioko vyuo vikuu na wanategemea kuna kufanya kazi serikalini, wale walioko ndani ya serikali wajue kabisa kwamba wana wajibu wa kuhakikisha kwamba wanatatua changamoto za watu kwa haraka. Henry, kadiri inavyohitajika. Nikukatisha samani. Riziki hapa ameongelea kwa mfano kuna baadhi ya sheria ambazo zimepitishwa
lakini imekuwa kuzifanyia kazi na utekelezaji wake imekuwa kuna kusita. Nikikusikiliza pia makini na wewe, nafikiri bado changamoto inabakia pale pale kwamba hesitant, kusita kwa baadhi ya viongozi ama kukosa uwezo wa baadhi ya viongozi kufanya maamuzi ili kufungua uwanja mpana wa ufanyaji kazi kwa wafanyabiashara. Nataka kujua kutoka mtazamo wako ni namna gani ambako jumuiya ya wafanyabiashara wanaweza wakashiriki kuparticipate kwenye kuwezesha ufanisi zaidi kwenye kufanya maamuzi na hivyo kuongeza ufanisi katika kazi zenu. Unajua lazima tuzungumze ukweli kwa sababu tunataka kutatua matatizo. Kabisa. Political will. Utashi wa kisiasa. Wanasiasa lazima hizi issues tunazoziendea zisiwe ni za majukwani. Kuwe kuna will, kuna nia ya kweli ya kutatua matatizo. Sheria isimamiwe. Mfano Kariakoo tunasema machinga hadizevu kukaa barabarani. Sheria ya TANROADS haimruhusu. Sheria ya TARURA haimruhusu. Sheria ya manispaa haimruhusu. Huo ndo taratibu. Sasa mambo mengine ya kuja kusema kwamba wanasomesha, unajua wana watoto, kwani sheria haikuangalia yote hayo kabla? Kwa tunapozungumzia kwamba lazima tuangalie utashi wa kisiasa na sheria zisimamiwe. Tanzania tuna sheria nzuri nyingi, lakini utashi wa kisiasa haupo kwa ajili ya kuweza kuhakikisha kwamba sheria zinasimamiwa. Nyinyi mnaweza mkashiriki vipi sasa? Kwa mfano kama pale Kariakoo unaongelea, unasema kuna maeneo labda ambayo ni ya watu wana maduka, kuna maeneo ambayo ni ya machinga, labda inajulikana kwamba watakiwa machinga waweze kukaa, lakini kama nimekuelewa vizuri, miaka na miaka maeneo haya wasikae watu fulani wanakaa. Sasa nyinyi mnaweza mkashiriki vipi kwenye sasa kuboresha maamuzi na utekelezaji wa hizo sheria ambazo sisi kama jumuiya tumesema sana, tumeparticipate sana, na nafikiri hata swala la wageni ni sisi tuliliibua. Kariakoo ndo tuliliibua, mwenyekiti wetu Severin Mwisho. Of course tulikaa tukafanya study, tukaona kabisa namna ambavyo nchi kimsingi ilikuwa inavamiwa na ingekuwa matatizo kibiashara, kiuchumi, na tukaleta sababu ambazo zilikuwa zina make sense sana. Lakini sasa hiyo wewe unazungumzia Kariakoo kwamba sasa inawezekana Kariakoo sasa hivi wageni wamepungua. Sasa wamepungua Kariakoo, lakini tunawaona wakifungua sehemu nyingine na mikoani zaidi. Na uzuri study yangu mwenyewe ilikuwa ni ya nchi nzima kwa sababu ninafanya marketing, nina mabidhaa yangu nauza nchi nzima. Of course nilizunguka nchi nzima na kuangalia namna ambavyo kwenye kila potential region, kwenye kila ile mikoa mikubwa ya kibiashara, namna ambavyo wageni wamevamia biashara na namna ambavyo ile supply chain ilivyozuiliwa yote. Sasa na of course tumekuwa tukiraise hoja zetu kila wakati, na wanasiasa lazima watuelewe kwa sababu wao ndo wenye dola, wao ndo wanafanya maamuzi. Na kila mara tumekuwa tukiwaambia kwamba huyu mgeni anayeruhusiwa leo kusupply bidhaa kuanzia Dar es Salaam mpaka na Mtumbo, kuanzia Dar es Salaam mpaka Kigoma Ujiji, kuanzia Dar es Salaam mpaka kule Orkolili, Arusha na kwinginepo, Mbeya na mipakani kote. Hawa wageni wakifika 300,000, hawa wageni kwenye kila mkoa wakiwa 10,000, Mtanzania gani hapa katikati anaweza kupambana na raia aliyetoka dunia ya kwanza, anayeuza biskuti, anayeuza soksi, anayeuza chaji, anayeuza pasi, anayeuza blender? Lakini tumekuwa tukiwauliza pia wanasiasa mara kadhaa, je, hii nchi toka imepata uhuru tumewahi kuwa na deficit ya pasi, ya vyombo, ya mabakuli, ya vijiko na vitu vingine? Obviously hatujui ku experience. Sasa kama hatujui ku experience kwamba kuna uhaba wa hivyo vitu, ni kwa nini unaleta? Kuna watu wanazalisha hapa ndani, na kuna watu wanazalisha, na kuna watu ambao sisi pia tunaenda nje tunaleta. Ni kwa nini mnawaruhusu wa watu, mnawapa leseni wawekeze kwenye maeneo? Kwa nini watu wasiende kuwekeza katika maeneo ambayo kimsingi kwa kiujuzi, kiteknolojia bado hatuwezi kupagusa kwenye hilo eneo? Hawaoni kwamba wao kupitia utashi wa kisiasa wanatengeneza changamoto ambazo mbele mimi, watoto wangu na wakwako watakuja kukabiliana nao? Lakini swala lingine ambapo tunaenda mbele zaidi, hao watu wanavyoendelea kujijenga kiuchumi, na of course wao wana dira zao, kwa mfano one road one belt, kuhakikisha kwamba wanatoa resource maeneo yote ulimwenguni. Na of course nimeona kwenye Tanzania tupo pia kuwa kitovu cha usafirishaji mizigo barani Afrika. Kuna mataifa yanatoa kopa, Zambia, na resources nyingine anarudisha kwao, lakini yanatoa bidhaa anarudisha huko. Sasa kama wanarudisha bidhaa tuzirudishe sisi, kama wanachukua resources pia wanaweza kazi export wao au tukazi export sisi, lakini zikirudi ziwe ni sisi hapa. Sasa hao watu wakiweza kushika uchumi, tuliuliza last time, hawawezi wakachagua diwani au wakapendekeza mtu akagombea diwani? Yani wako wageni 1,000 tu kidogo, hata 1,100 tu wenye nguvu
ndani ya mkoa wa Kilimanjaro. Wameshikilia karibu wilaya zote kwenye supply chain. Hawawezi wakamwambia fulani kagombea ubunge tutakufund. Hawezi kumwambia kagombea udiwani tutakufund ili awe sauti ziwe sauti zao. Sasa kama hilo linawezekana, sisi kama nchi tunaangalia ni kuelekea 2050. Sasa Henry na Riziki, nataka turudi hapo. Maana sasa tatizo ambalo tunaliona hapa na ambalo nyinyi kama wafanyabiashara mna wasiwasi nalo sana ni wageni kudominate uchumi kuliko sisi wazao. Of course. Tunatokaje hapo? Kwanza nataka tujue tuna tatizo la mfumo ama tuna tatizo la watu, kwa sababu kuna vitu viwili. Inawezekana tukao tuna tatizo la watu wakaondoka wakaja wengine wakafanya vizuri, lakini kwanza tujue tuna tatizo la mfumo ambao tuko nao unatakiwa kufumuliwa na kubadilika, ama tuna tatizo la watu. Tuanzie hapo kwanza, kuingia tutaendelea. Kwanza ni tatizo la mfumo, lazima ukubali, ambao ni dola, kwamba tunahitaji mabadiliko kweli katika karne hii ya 21. Tunahitaji mabadiliko kweli, lakini lazima tuangalie hawa watu ambao tunasema ni wabia. Je, ni wabia kweli kwenye hii sekta? Kwa mimi ningesema kwamba mfumo, kwa maana serikali na vyombo vyake, lazima ingamue, sio kisiasa, ingamue katika utashi wa kweli, katika nia ya kweli, kwamba ni ukweli tunahitaji mabadiliko kwenye sekta ya kwenye sekta ya umma, kwenye sekta ya binafsi, kwamba huku tunahitaji mabadiliko na tunahitaji kuona Watanzania wao wanashika uchumi, ili tusije tukaenda kwenye consequences nyingine, kwenye madhara mengine ambayo yanaweza kutokana na hizi action ambazo zinazoendelea kwa sasa hivi. Kwa ni muhimu sana mfumo ujue kabisa tulitunga sheria, tunahitaji kuona sasa Watanzania wao ndo wana drive hizi biashara za kawaida. Wao sisi wenyewe ndo tuna drive hizi biashara, na kama sisi tuna drive hizi biashara, tumeshasema mapendekezo mengi, faida nyingi ambazo zitakazokana, especially swala la ulinzi na usalama. Hivi kweli kuna mtu ambaye atapenda nchi yake kufa na kupona kama hajaekewa priority? Kwa sababu uzalendo, mimi naamini kwamba ili mtu awe mzalendo namba moja ndani ya nchi yake, lazima kuwe kuna utofauti, sio wa kuomba, utofauti wa maksudi kati ya raia aliyozaliwa kwa maana ya Mtanzania na mgeni. Kisha kuwa kuna huo tofauti tu wa kifursa, obvious lazima watu watapenda nchi yao na kuwa proud kwamba sisi kisheria na kisera tunapendelewa, sio bahati mbaya. Kana kuvuka hata malengo ya hiyo vision yenyewe ambayo imewekwa. Sawa, nashukuru. Kuna eneo moja pia ambalo la msingi sana kuelekea 2050 kwenye eneo la kikodi. Najua kama wafanyabiashara tujagusia kabisa. Of course zipo changamoto, lakini pia tunamshukuru Mungu kweli ni kwamba Mheshimiwa Mwenda pamoja na timu yake kule chini zile issues wanajaribu sana kuzipambania, nyingi wanazitatua, lakini kuna eneo moja ambalo tunaamini sasa kuelekea 2050, lakini pia labda miaka 25 inaweza kuwa mingi sana. Tuone ni kwa namna gani ambavyo tunaweza tukalitatua kwa haraka na kwa mapema. Kuna swala la kodi za ndani, lakini kuna kodi za nje kwa maana ya forodha. Mizigo inavyokuwa inafika forodhani kuingia ndani ya nchi, jinsi inavyokuwa inatozwa kodi. Sasa eneo ambalo wafanyabiashara ambalo wanatamani lifanyiwe kazi sana ni kodi nyingi na stahiki zitozwe kwenye vituo vya forodha. Kama ni bandarini, kodi nyingi stahiki, eza ni VAT na of course huwa zinatozwa, na kodi nyingine zitozwe bandarini. Kwenye mipaka, mfano tuna mpaka wa Zambia, tuna mpaka kule Kagera, tuna mpaka Kigoma, tuna mpaka Arusha, tuna mpaka Olili, tuna mpaka Tanga, tuna mpaka Msumbiji na kwingineko. Zile bidhaa ambazo tunazoingiza ndani ya nchi, basi tuone namna gani ambavyo tunaweza tukafanya collection ya kodi kwenye maeneo ya forodhani. Lakini pia sasa ndani ya nchi kwenye kodi za ndani hizi, tuone kwa wale wanaofanya production, tuone ni namna gani ambavyo kodi zote zinaweza zikatozwa viwandani, kwa maana kwamba anayezalisha ahakikishe pale, kwa sababu anayelipa ile kodi ni sisi ambao tunayokuja kulipa pale, ni sisi ambao tunakuja kununua pale, zitozwe zile kodi kwenye maeneo ya viwanda. Hii ina maana gani? Hii ina maana kwamba katika mfumo wa TANSIS ambao uko forodhani, it's either kwenye ukanda wa bandari au mipakani, wakati tunaingiza mizigo ndani, inaonekana kwamba zile importation value versus mauzo kwenye mashine zetu za EFD, ili tuweze sasa kuhakikisha tunatatua ile tatizo liloko hapa.
Maana yake nini? Kodi zote zikitozwa mipakani, zikitozwa viwandani na katika mabandari, sisi hapa katikati wafanyabiashara, upo Kariakoo, upo Tanga, uko sio Arusha, utakuwa na uwezo wa kutrade, kuuza bidhaa zako bila kubugzana na mamlaka ya mapato. Maana yake hautokuwajibika tena kukimbizana na mafaili ndani ya mifumo ya TRA return, jambo ambalo kiukweli kisheria na serikali wenyewe wanajua kwamba ukifanya mabadiliko ya sheria pale ya kushusha zile percent, zile rate za utozaji, serikali yenyewe itakula loss. Lakini njia ya kusaidia, ukiacha 18% VAT, ukiacha 24 au 28% ya zile import duties na gharama nyingine, alafu ukiwapa watu uhuru wa kutrade hapa katikati, both sides zinaweza zikaneemeka. Lakini hizi bidhaa ambazo tunazoziongelea hatuzungumzii kote, kwa sababu tunaelewa kwamba yapo mabidhaa ambazo ni machinery ambazo sio za kibinadamu, za kwenye project. Hiyo mimi ningeambia mamlaka ya mapato inaweza kaacha na wale makampuni yakawa yanaendelea kufile na kufuatilia mauzo kati ya importation versus EFD, kwamba bado lazima endelee na walipe VAT. Lakini hapa katikati mimi ukiniambia nimeleta socks, vijiko, vibakuli, sijui nimeleta chaji za simu, alafu ukaniambia nije nikamtoze mtu VAT ili niweze kukuletea hapa, hesabu hazitakazi kubali, tutasumbuana sana. Haiwezekani. Kwa hiyo, na hii sio Tanzania tu, Nigeria wamefanya, mwenyekiti wetu Severin Mwisha alitoka Nigeria juzi kwenye masoko ya Nigeria, wamefanya kitu cha namna hiyo. Wa Kenya wanachukua kodi zao bandarini na viwandani na kwenye maeneo ya mipaka. Dubai, tunaenda sana Dubai, tunanunua, wanafanya same applies, lakini hata Uchina. Kwa hiyo hapa katikati, baada ya kufanya baada ya kuhakikisha kwamba hii mifumo ya kikodi inakaa namna hiyo, hivi vitu vidogo vidogo ambavyo sio machinery, ni matumizi sana sana ya kibinadamu, utaona watu wanavyofanya, watakavyokuwa na enjoy biashara. Mgeni akija apate receipt yake, EFD ibaki kama mashine halali ya kukupatia wewe receipt ili uwe na bidhaa zako ziwe valid, pesa yako uliyoitoa iwe valid, lakini isiwe ni tool ya serikali ya kufanya kama ya kukusanyia mapato. Kwa ukiwaruhusu watu wa trade namna hiyo, alafu uwaachie tu uje ulipe tu zile kodi za makadirio, leseni na vitu vingine, utaona namna biashara zitakavyokimbia. Hatutakimbizana na mtu yeyote. Kwa nafikiri hili ni eneo muhimu sana ambalo wafanya biashara wataka kuona linafanywa kazi na matokeo yanapatikana, na hapa katikati watu wa enjoy trade, wa enjoy biashara. Na tunavyoenda kutenda kwenye mifumo ya cashless society, kwa staili hii, kwa sheria hizi za kodi na zilizopo, kama utaratibu haupo na cashless society, hapa tutasumbuana sana. Kila siku itakuwa mahakamani. Nataka, kwa sababu tuna dakika chache, nataka Riziki pia amalizie, kwa sababu pia tuna wageni wengine pia ambao watatakiwa kuingia hapa. Riziki najua amekuwa mgeni wetu hapa mara kadhaa, na kilio cha Riziki imekuwa ni kodi na namna ambavyo kodi hazijawekewa mfumo maalum. Na pia kuna kipindi ambacho alituelimisha, kwa mfano unaweza ukaingiza container bandarini la vitenge. Leo vitenge hivyo leo ukalipa milioni 5, kesho ukalipa milioni 12, kwa sababu ilikuwa lazima mkae upandeni kuzungumza na maafisa husika. Mpaka sasa hivi bado inafanyika. Henry ameibua hoja ya msingi sana ambayo inaonekana it makes a lot of sense, kwamba kwa nini serikali usichukue kodi kule mipakani ambako bidhaa ndo zinaingia kwa mara ya kwanza, viwandani ambako ndo zinazalishwa, kama ni mabati, kama ni nini, kama ni vitenge, ndo zinazalishwa kwa mara ya kwanza. It makes a lot of sense. Na hapa katikati watu wabaki kuuza, kufanya tu focus na kufanya tu biashara. Serikali shamalizana na cha kwake, shachukua pia. Unafikiri tunakwama wapi kutekeleza hicho ambacho Henry anakisema? Shukrani. Unajua, moja ni maamuzi, na sisi Jumuiya ya Wafanyabiashara Tanzania tumeshauri hata serikali yetu kuu, kwa sababu bunge kwanza ndio linatunga sheria. Wafanyabiashara walipaswa serikali itoe nafasi ya 70% kule bungeni, wao ndio wao wabunge, kwa sababu ndio wana maamuzi makubwa katika nchi. Tuendelee. Lakini kitu kingine cha pili, sheria tubadilishe pande zote, na mamlaka za serikali ziamue kutusaidia ili tufikie 2050. Sheria za kodi za sasa zinasema tutazungumza, negotiate, tutapatana, na zimekuwa zingine ni siri wakati tunataka kuleta biashara, kitu ambacho kuna changamoto kwa wale ambao wanataka kuingia kwenye biashara. Ni bidhaa chache sana, nimekuwa nazungumza mara kwa mara, unaweza ukaijua kodi yake kabla hujaleta, kama magari.
Kwa hiyo huu siri na hizi sheria za siri zinatuumiza kwenye biashara. Tunahitaji sheria zikae katika nchi ijulikane. Yaani sheria isiwe kama upigaji ramli. Nimekuwa nazungumza mara nyingi. Tunasema unavyoenda kusoma kodi, unaenda kupata elimu kwa ajili ya kusaidia nchi. Lakini tunapokuja katika utekelezaji wa sheria, kuna option ya mazungumzo na uwezo wako kukaa mezani. Hii tayari ni changamoto katika nchi. Lakini kitu kingine ambacho tumekishauri sisi kwenye kodi, unajua kwanza sheria yenyewe inaruhusu wafanyabiashara kuibiwa. Hicho ni jambo moja ambalo ni zito sana. Yaani sheria inaruhusu wewe kuibiwa na mamlaka za kiserikali ukiingia kwenye biashara. Yaani kuna sheria inasema ukiuza baadhi ya bidhaa serikali itachukua mapato yake hata kama hujapata faida. Ipo sheria. Sheria ipo. Sasa jambo la namna hiyo wanatoa wapi sasa kama hujapata faida? Sheria imesema. Sasa haijalishi unatoa wapi. Yaani umekopa, umepewa, sheria imesema. Kwa mfano kama unaofanya biashara ambao wanatakiwa kulipa service levy, sheria inasema mauzo ghafi itakuwa ni sehemu ya mapato katika asilimia bila kutoa matumizi ya huo mtaji wako. Ambapo inawezekana ukitoa matumizi kwa kutatia uko negative. Yaani kuna wengine wanaofanya biashara kiwango ambacho ule ushuru unatakiwa kulipa. Mamlaka zinahitaji pesa nyingi zaidi kuliko wewe kile ulichokiingiza. Kwa hiyo ni ugomvi. Sasa haiwezekani kila sehemu ya kodi kwa kuna mazungumzo iliweze kulipa. Hawa wanaotunga sheria, ndio maana narudia tena kusema, bunge lingelikuwa na wafanyabiashara kwa 70%, haya matatizo tunayozungumza katika nchi yasingekuwepo. Kwa sababu mfanyabiashara mmoja ni mtu ambaye ana uwezo, ana mtaji, anahitaji kulipa kodi. Lakini kishalipa kodi, barabara tunazozitumia vumbi. Mkoa wa Dar es Salaam watu wana mahoteli, lakini maji hamna, watu wanachota na ndoo maji mkoa wa Dar es Salaam. Sasa hii ni changamoto. Mimi niliwahi kufikiria siku moja tukasema hata wagonjwa ambao wako katika nchi hii kimsingi hawakupaswa kuona hizi gari ambulance kwa ajili ya kuwasafirisha. Tungepiga tu chopa nchi nzima. Kwa sababu pesa tunazo. Cha msingi tunatakiwa tupate mtu ambaye anaelewa masuala ya kiuchumi. Kwamba pesa tunazo, biashara zipo, imekosekanika mfumo sahihi wa kufanya collection ili wananchi waweze kupata huduma. Hivi uhusiano wenu wa wafanyabiashara na wanasiasa, labda vikao vya pamoja, labda na bunge, huwa ukoje? Kwa sababu ninakuelewa, mimi najaribu kusoma unachokisema. Mahusiano ni mazuri. Na mechanism ambayo iko in place ama ni informal relationship? Unajua sisi kama wafanyabiashara, unajua nchi inasema mbunge ndio mtunga sera. Lakini umeona matatizo mengi si wafanyabiashara tunajipambania. Yaani hata bungeni sisi wafanyabiashara tunaenda kujitetea wenyewe. Hata matatizo ambayo yanatokea. Unaendaje kujitetea wenyewe wakati tuna wawakilishi kule na tunaona wawakilishi wanapiga usingizi kule bungeni. Tupo mwaka wa mbele. Imewashika.